Tuko tayari chap tumalize. Haya. Mlikuwa mna maswali? Ungeweza kutuambia kwa jinsi ulivyokagua na hali uliyoikuta wakati nyinyi mnataka nini kujua? Taarifa nzima ya ziara yako hapa leo. Mimi nawashukuru jamani. Mimi nimefika hapa mkuu wa wilaya ya Ubungo kutekeleza maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu aliyotoa siku ya jana alipofanya ziara katika wilaya yetu ya Ubungo kupitia waziri wa mambo ya ndani, ambapo waziri wa mambo ya ndani ameniagiza nifike hapa kuja kukutana na jeshi la polisi ambao walikuwa katika eneo hili wakiendelea na shughuli zao za kawaida za ulinzi na kutoa taarifa rasmi kwamba eneo hili ibada zinapaswa ziendelee kama ilivyokuwa hapo awali. Lakini niliona sio vyema na ni busara mimi mwenyewe binafsi nikafika kujionea hali ilivyo kwa kipindi hiki ambapo kulikuwa hakuna shughuli zote za ibada. Na namshukuru mchungaji pamoja na timu yake, tumeongozana, wamenionyesha hali ambayo iko ndani. Kuna baadhi ya maeneo nimejionea mwenyewe, kuna baadhi ya milango ambayo inaonekana imevunjwa. Kwa najua na nataka hili niliweke vizuri ili lisitoe nafasi ya kuleta misuguano, kwamba sasa nimwagize baba mchungaji hapa pamoja na timu yake kwa taratibu kabisa, wao wakae wapitie eneo lao lote waangalie, kwa sababu kwa maelezo ambayo alinipa awali na hata mara ya kwanza tulipokutana wakati wanatoka katika eneo hili hakukuwa na makabidhiano. Kwa hata leo ndio maana unaona hakuna anayetumia neno makabidhiano, si ndivyo? Kwa sababu maelekezo ni kuruhusu shughuli za ibada ziendelee hapa. Kwa mimi nimuombe baba mchungaji pamoja na timu yao watakaporudi hapa kwa utulivu, wao waangalie hali ambavyo waliacha katika mazingira walioacha na hali ambavyo walikuta, na waniletee mimi taarifa rasmi ya kile ambacho wamekutana nacho. Wasiwe na wasiwasi wowote au woga wowote kuja ofisini kwangu kuniambia bwana mkuu wa wilaya, baada ya wewe kufika katika eneo lile na sisi kurudi kwa ajili ya ibada, hali halisi tuliyoikuta sisi ni hii hapa. Baada ya hapo kutakuwa na maelekezo ambayo nitayatoa kwa namna ambavyo watakuwa wamefika kwangu. Nafanya hivi kwa lengo moja tu, kwamba ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Ni lazima tusikilize wananchi. Sasa siwezi juzi tu Mheshimiwa Rais ametoa maelekezo ya kusikiliza, alafu mimi nifunge milango ya kutokusikiliza nini ambacho baba mchungaji atakuja kuniambia. Kwa mimi nitakuwa tayari kupokea na kusikiliza kutoka kwao baada ya wao kuwa wamerudi katika eneo hili. Lakini pia vile vile jambo la pili, niliona baadhi ya watu baada ya tamko lile kutolewa, kuna watu wengine walishukuru, wengine wakakebehi, wengine wakafika mahali wakasema kwamba huu ni mtego wa kumtafuta mchungaji Gwajima. Hapana. Maelekezo haya ni ya serikali na yaheshimiwe. Kila mtendaji anayehusika kusimamia maelekezo ya serikali atekeleze wajibu wake. Hilo ndio la muhimu. Asije akatoka mtu akapotosha maelekezo ya waziri mkuu au maelekezo ya Mheshimiwa Rais na kuja kuleta jambo ambalo lingine tofauti. Hapa ni eneo la ibada na litatumika kwa ibada. Hakuna maelekezo mengine yoyote ambayo Mheshimiwa Rais au waziri mkuu ameyatoa. Kwa hiyo sitegemei kwamba kuna mtu yote mwingine ataenda kutafsiri anavyotaka yeye, atengeneze hofu, atengeneze mazingira. Hakuna sababu kama hivyo. Kwa mimi niwape rai waumini wote, wachungaji wote waendelee na shughuli zao bila kusumbuliwa na mtu yoyote yule, kwamba hakuna maelekezo au maelezo mengine tofauti yaliyotolewa na Mheshimiwa Waziri Mkuu zaidi ya haya ambayo tumekuja kuyasimamia na kuyatekeleza. Baada ya kusema hayo, mimi nawashukuru, na kama kuna lolote, naona kuna saa ulitaka kuniuliza swali. Okay. Simaona sasa. Lakini Mheshimiwa DC, mbali labda na milango kuvunjwa, kwa mujibu wa mchungaji wakati tunatembea naye, kuna vitu vingine ambavyo kwake pia vimemshangaza tofauti na milango tu. Labda sasa, kama tunajua ile kanisa kuna labda sadaka, kuna vifaa vya muziki na mali nyingine. Sasa mshangao sio kitu unachokipima kwa macho. Sasa ukiniuliza kama nimeona mchungaji ameshangaa, nikimaanisha ni kwamba ameona kitu cha tofauti na walivyoacha au kawaida ilivyozoeleka. Sasa ndio najiuliza, yani mimi nawezaje kujibia yule ameona nini? Na hapa maelekezo yangu, watu walituingiza kwenye chumba cha self, wanasema ni cha fedha, lakini wakasema ile self imevunjwa. Kwa hiyo pia sasa ndio maana tumesema hivi kwamba baba mchungaji na watu wake watarudi. Tusiwaweke kwenye pressure ambayo ni unnecessary. Kuanza kumwambia ulikuta nini, ukukuta nini, ukufanyaje. Yeye atafanya tathmini yake kwa utaratibu wake na kwa nafasi yake. Si ndivyo? Kama kuna sefu, kama kuna hiki, baada ya yeye kuwa amejiridhisha, tutapata hiyo taarifa, kwa sababu sasa hivi tutaenda kutoa taarifa ambazo ni za kufikirika. Umeelewa?
kwamba kulikuwa kuna, sasa hajajua, yeye ndio kwanza amefika na umemwona hapa. Hata kukagua tu hajakagua, tumetembea. Umeelewa? Ukaguzi ni kitu ambacho ni systematic. Si sawa? Atakuja atafanya ukaguzi. Leo ametembelea. Kwa hiyo hata kumsemea mimi kwamba ameona nini hajaona nini, kuna vitu vingine inawezekana yeye akaona vipo lakini havipo, au havipo lakini vipo. Kwa hiyo yeye atafanya hiyo kazi kwa nafasi yake, kwa utaratibu wake, atapata kile ambacho atakuwa amekutana nacho, na ofisi ya mkuu wa wilaya iko wazi kushirikiana nao kuhakikisha kwamba jambo hili tunaenda nalo vizuri na haliwi chanzo cha changamoto nyingine yoyote. Na nitoe rai kwamba hicho ndicho ambacho nimekitoa kama maelezo yangu au maelekezo ambayo nimeyatoa. Kwa tubaki kwenye kwamba ibada itaendelea hapa, kama kuna tathmini itakayofanyika, kama kuna jambo ambalo watalifanya wao kama kanisa, hilo liko ndani ya uwezo wao na wenyewe watajua cha kufanya. Maelekezo ya Mheshimiwa Waziri Mkuu ni kwamba ikaangaliwe kanuni za usajili wa mashirika yasiyo ya kiserikali na taasisi za dini, kwamba endapo itatokea changamoto inatokea kwa namna yoyote inayomhusu mtu mmoja, kanisa au dhehebu lolote lisiadhibiwe kwa sababu ya mtu mmoja. Yalikuwa ndio maelekezo ya jumla. Lakini kama tunavyofahamu, kanuni, sheria na taratibu huwa zinabadilishwa kwa utaratibu maalum. Kilichopo hapa ni kwamba kanuni zile zile, sheria zile zile, taratibu zile zile zilizopo kwa mujibu wa sheria ndizo zinazoendelea kutumika. Kwa kama kanisa lenyewe litaendelea kufanya shughuli zake kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo, kama kutakuwa na mabadiliko ya kanuni au ya sheria, yatafata utaratibu wa kisheria. So far mimi ninavyojua bado hakuna mabadiliko yoyote ya kanuni au ya sheria ya usimamizi wa makanisa au mashirika yasiyo kiserikali yamebadilika kati ya leo na jana toka tumepokea maelekezo yale. Na mheshimiwa, kuna hii kwamba baada ya kurejea sasa kuna uangalizi wa miezi 6. Sasa katika kipindi hicho kuna mwongozo ambao mmewapa namna ya kufanya ibada zao au vipi katika kipindi hicho cha uangalizi? Ibada inafanyika kwa utaratibu ule ule wa ibada, kwa sababu katiba yetu inasema masuala ya imani ni ya mtu na Mungu wake. Sasa utampa utaratibu kwamba usiswali saa 4 njoo sali saa 7, huo si utakuwa umeingilia muda wake wa swala? Si ndivyo? Maelekezo ya uangalizi kwa tafsiri yangu mimi ni kwamba katika kipindi hicho lisifanyike jambo lingine lolote nje ya ibada. Yaani tusije tukafika hapa tukakuta kanisa hili sasa linauza nyama ya nguruwe, au labda linafanyika nini wakati limesajiliwa kama kanisa. Si ndio? Hii imetoka kama mfano tu, lakini msingi wa maelekezo ni kwamba ndani ya uangalizi huo ni kwamba kusiwe na uvunjifu wa sheria wowote au kiukwaji wa kanuni au jambo lingine lolote la tofauti. Lakini vinginevyo ibada, taratibu za ibada, shughuli za ibada zitaendelea kwa mujibu wa sheria, katiba na katiba yao wenyewe kama kanisa. Sasa ridhaa yangu mimi tena. Sasa yeye baba mchungaji amesema hivi, tuheshimu pia misimamo na maoni ya watu. Baba mchungaji amesema kwa sababu hakuna ridhaa ya wao kuzungumza chochote. Si ndivyo? Amini kwa sasa hivi hata picha au nini mpaka pale watakapokuwa wako tayari kutoa kauli. Mimi nadhani tuheshimu kile ambacho amekisema, na sisi waandishi wa habari tusiwe watu wa kung'ang'ania vitu tu kwa sababu unataka habari. Si ndivyo? Nasema hivi, tusimame kwenye maadili ya kazi. Mtu akisema hapana, mwandishi wa habari ung'ang'anii. Si ndio maadili yake? Asante na washukuruni.